lakini zaidi sana utendaji wa mema. Sio Bwana asifiwe sana. Watu wamekaingia, haleluya. Amen. Bwana amepoa, haleluya. Amen. Salimiane namna hii kama tuna amani ya Bwana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu aliye hai. Ni siku nzuri ya leo. Mungu ni mwema, ametupa nafasi katika Jumamosi ya kwanza kabisa katika mwezi wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ikiwa ni siku ya pili tangu tumeanza mwezi wa 5 na imempendeza Bwana tuwepo katika malango ya mchungaji kwa ajili ya ibada hii nzuri ambayo Mungu ametupatia. Niwape hongera kwa maono na mafunuo haya watu wa Makanyagio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Taiga imani yenu, Mungu awabariki sana. Ni maono makubwa sana. Na sisi tunaruhusiwa kuja kufanya, sisi mchungaji wetu wote. Na sisi kawajaza tukipanga kuja kufanya ibada hapa. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tutalitafakari kwa upana sana. Naomba tutafakari kulingana pia na muda wetu kuendelea. Naomba tuangalie neno la Bwana katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 kuanzia mstari wa 4. Yeremia sura ya 1 kuanzia mstari wa 4. Mahali ambako maandiko matakatifu yanasema. Yeremia sura ya 1 kuanzia ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakumba katika tumbo nalikujua, na kabla yatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mahali hapo ujumbe ambao tuangalie katika siku ya leo, japo kwa ufupi, unasema kuamua binafsi kumtumikia Mungu. Kuamua binafsi kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuamua binafsi kumtumikia Mungu. Kwa nini kuamua binafsi kumtumikia Mungu? Watu wengi wanadhani tunapozungumzia juu ya habari ya utumishi kwa Mungu kwa namna yoyote, na kwa namna ambavyo sisi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtu anadhani ya kwamba labda kuna watu ambao wameumbwa special kwa ajili ya hicho kitu, na wengine wanatangulia sana kujisemea kuliko namna ambavyo Mungu anatamani aseme ndani yao. Kuna watu wanasema wengine, labda kuongoza ibada sio kipawa changu, labda kumtolea Mungu mimi sio kitu changu. Kuna watu ambao wana mioyo ya kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu waliobarikiwa Bwana, labda kuna kazi fulani ambazo tukitamani kuzifanya tunakuwa na maswali ndani yetu na kujiuliza na kuona ya kwamba labda pengine mimi sio mtu sahihi sana kuifanya hii kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ujumbe kwako siku ya leo ya kwamba kumtumikia Mungu ni maamuzi ya kwako wewe binafsi. Unaamua wewe binafsi kumtumikia Mungu aliye hai kwa jinsi na namna ambavyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mfano huu au kwa kitabu hiki cha Yeremia, Mungu alikuwa amemkusudia Yeremia kuwa nabii wa mataifa, wakati ambao Mungu anatamani hiyo kazi itendeke aliyokuwa amekusudia tangu hata Yeremia hajakuwepo. Yeremia anaanza kutoa sababu kama ambavyo tumesoma. Analalamika, anasema tena Biblia ndivyo imeandika kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema mimi bado ni mtoto mdogo.
unaniambiaje juu ya habari ya kwenda kutumika, mara kwenda kuzungumza na kusema na watu, hiki kitu kitakuwaje? Anaanza kutoa sababu za kwamba Mungu labda angalia alternative nyingine, angalia njia nyingine mbadala ambayo unaweza ukaifanya, lakini mbona mimi bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anamwambia Yeremia kwamba kabla hujakuwepo tumboni mwa mama yako, mimi nimekujua, nimekufahamu, nimekwisha kutengeneza chombo changu kwa ajili ya kuitenda kazi yangu. Kwa hiyo usiseme mimi ni mtoto mdogo. Ndugu zangu, ni lazima kila mmoja kuacha sababu za kujiwekea yeye mwenyewe na kujisemea mwenyewe katika habari ya kumtumikia Mungu. Sisi sote tumeitwa na Bwana. Madam tumekombolewa, madam tumeitwa katika utumishi huu, kila mmoja kutoka mahali pake. Haijalishi umezaliwa kwenye nyumba ya wachungaji au nyumba ya watumishi ambao tayari umekuta kuna ibada zinaendelea, lakini ile kwamba ndani yako tayari umekwisha kumwamini Yesu Kristo, unayo kazi, unao wajibu wa kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unao ushuhuda wa kusimama nao mbele za Bwana kuifanya kazi ya Mungu bila kutegea, bila kulegea, bila kuangalia uwezo wa kwako, kama ambavyo anasema katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 25 juu ya habari ya yule mwekezaji ambaye aliwekeza kwa watu, kila mmoja akampa talanta kulingana na uwezo wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine alipewa talanta 5, mwingine alipewa talanta 3, sijui mwingine akapewa 1. Bwana Yesu asifiwe sana, kulingana na uwezo wake. Lakini kikubwa alichokuwa na kitaka huyu aliyekuwa amewekeza hizo talanta ni kuhakikisha zinazalishwa, kila mmoja anaitumikia talanta yake sawasawa na namna ambavyo yule aliyekuwa anawapa, maana aliwapa kulingana na uwezo wa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wale ambao walifanya vizuri. Biblia inasema yule mwenye 5 baadaye alipokuwa amekuja bwana wake kutoa hesabu, alileta na zingine 5. Vivyo hivyo aliyokuwa amepewa 3, naye akaweka na nyingine, akawa ametumika akapata na nyingine zaidi. Mwenye 1 alichimbia. Biblia inasema akasema, na kujua wewe ni mgumu, mara wavune usipopanda, mara wakusanya hata usipotawanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Alikalipiwa. Biblia inasema aliambiwa, toka mbele yangu mtumwa mlegevu, haufai, chukweni mtupeni kwenye giza, mahali ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno. Hafai kwenye ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni mifano ya kutuonesha kwamba Mungu huwa anaachiliaga vipawa, Mungu anaachilia uwezo kwa kila moja, kila kiumbe chake. Kuna mtu amempa uwezo fulani. Usiangalie hali ulionayo. Ukiamua kumtumikia Mungu, kwa hiyo talanta 1 unaweza ukamtumikia kwa hicho kidogo ambacho ulicho nacho. Kama ni juu ya habari ya kumtumikia Mungu, pengine kwa habari ya kumtolea. Wengine nadhani labda kumtolea Mungu au kumtumikia Mungu juu ya habari ya utumishi, labda ni lazima uwe na vingi, na wengine wanasubiri Mungu awabariki, awafanikishe ili wawe na sababu ya kumtolea Mungu na kumtumikia Mungu. Nikwambie, bado haujaamua, haujaweka utayari ndani ya moyo wako kamilifu kumtumikia Mungu. Maana kuanza kumtumikia Mungu, haijalishi hali ulionayo, hata kama ukiwa hauna, unavyo vichache, hicho unaweza kumtumikia Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Wakorintho wa pili sura ya 8 kuanzia mstari wa 1, tena ndugu zangu, twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao na nini watumishi? Na umaskini wao. Usiseme na nini? Na umaskini wao uliokuwa mwingi, sio mchache, ulikuwa nini? Mwingi. Ulikuwa ni mwingi. Biblia inasema uliowaongezea utajiri kwa ukarimu wao.
maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao, sema kwa uwezo wao, kwa uwezo wao. Maanake nazungumzia hapa uwezo, kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na shirika hili la kuhudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotazamia tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Hata tukamwonya Tito kuwatimizia neema hii kwenu, kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi, basi hivyo pia mpate wingi wa neema hii pia. Sisemi ili kuamuru, bali kwa bidii ya watu wengine mjaribu unyofu wa upendo wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anazungumzia juu ya habari ya watu hawa. Mtumishi wa Mungu Paulo wakati anawaandikia waraka huu watu wa Korintho. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumzia juu ya habari ya watu waliokuwa Makedonia. Anazungumza mambo ya ajabu kidogo akiwapa mfano huu. Ukisoma kuanzia huko alikuwa anawahimiza juu ya habari ya utumishi na namna kumtolea Mungu na utayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawatolea mfano wa makanisa mengine ambayo ameyaona watu wengine katika Biblia. Anawataja makanisa ya Makedonia. Ilikuwa ni sehemu tofauti ambayo alikuwa anawaandikia waraka, lakini inamlazimu atumie watu wengine ambao amewaona na kujifunza kwao. Watu wa Makedonia kwa leo Ugiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Makedonia ni eneo ambalo liko Ugiriki kwa leo. Ni watu ambao Biblia inataja walikuwa na dhiki nyingi, lakini pia walikuwa na umaskini mwingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana nyingine, labda leo tungewaita majina mengi, tungewaita labda kapuku au majina gani mengine anayomfahamu mtu ambaye maskini. Walikuwa hoi, hawana fedha, hawana uchumi. Maisha yao hayakuwa mazuri ya kipato. Maana Biblia inazungumzia kwamba walikuwa na dhiki, lakini pia walikuwa na umaskini wa kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema ule umaskini wao na ile dhiki yao ilikuwa ni sababu kubwa ya wao kuhakikisha wanamtumikia Mungu, wanamtolea Mungu zaidi. Biblia inasema tukawashangaa, anasema Paulo, ya kwamba tulikuwa tunatazamia. Unajua, unaweza ukaenda mahali, ukaenda kwa mtu fulani ukiamini kabisa kwa hapa chochote kitakachotokea hamna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, huwa tunaelewa na tusijifanye wa kiroho sana naposema hili, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendo wanaelewa ya kwamba nikienda kwa fulani hapa kasoda ni uhakika. Si tunaelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Eti mama chumvi. Bwana asifiwe. Amen. Kwetu kijijini kulianza mtindo ambao baadaye nadhani ulikemewa sana. Ilipokuwa inatokea shida, pengine labda msiba, walikuwa naulizia hivi, leo ni plate. Ukisikia plate manake ni kwenye msiba wa wali. Bwana Yesu sasa. Amen. Hapo msiba bwana ni kuna leo ni plate pale. Hapo watahudhuria mpaka ambao sio kitongoji kwenye msiba huu. Wanakuja kupata plate. Bwana Yesu sasa. Amen. Lakini mahali ambako kuna viazi tu vya kawaida, viazi vitamu, msiba na umedorora sana. Watu hata walali sana misibani. Lakini kwenye msiba ambao ni wa plate, watu wanatamani hata siku mbili wapo kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wana kawaida ya kuelewa na kujua. Hata kama kuna msiba, unajua kabisa hapo kwa fulani kuna msiba leo, hapo nyama ni uhakika na wali ni uhakika. Wakati jana tukiwa kwenye msiba kule, waliopata nafasi kuweko kule Nsemulwa, baba mchungaji alipokuwa na ubiri alitolea mfano akasema,
Ukifa ulikuwa unavibania bania, watu watavichinja, kama ni ng'ombe watazichinja kwa wingi, alafu watazila tena, watahudhuria, wataongeza na siku za msiba ili kusudi azifaidi vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaulizana, wanaelewa ya kwamba hapa vipo, kwa hiyo vinalika, wanakuja kwa wingi. Ndivyo ambavyo tulivyo. Kila mtu tuna akili timamu. Kuna mahali unaenda kabisa, hata kama ni kwa ndugu yako, ukikuta chochote kile, kama ni wali na ukikuta ugali na msusa, utakula kwa moyo, kwa sababu unajua ulikuwa hautarajii kuona kitu kingine na hautashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali ukienda ukakuta kuna namna fulani ya mboga ieleweke, unaanza kujiuliza wana nini leo? Watachelewa kuemea au hawajaenda sokoni mapema? Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni mimi tu. Mimi nishakwenda kwa ndugu yangu na alikuwa mjini na mimi nilitokea kijijini. Na najua mjini wanakulaga vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo nakuta kuna kisamvu aina fulani hivi ambavyo nimeviacha nyumbani kijijini. Niliona hawakunitendea. Nilijiuliza kwa sababu gani? Yaani inakuwaje kisamvu cha namna hii? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu kuna mahali ambako natazamia vitu fulani. Hicho anachokisema Mtume Paulo hapa. Anasema tuliwatazamia watu wa Makedonia kwa namna ambavyo watatukarimu. Kuna namna ambavyo tuliwatazamia. Biblia inasema walitenda zaidi ya matazamio yetu. Si tu kwamba walitenda hivyo, lakini kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana, alafu wakajitoa kwetu pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliamua kwa uwezo wao, na si tu kwa uwezo wao, na zaidi ya uwezo wao, wakajitoa kumtumikia Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna uwezo wa kumtumikia Mungu kwa nafasi na kwa uwezo Mungu aliyotupa. Hamna sababu ya kutoa sababu ya kwamba mimi sina uwezo 1, 2, 3 wa kumtumikia Mungu. Kila mmoja tunaweza kumtumikia Bwana. Kinachobaki mahali hapa ni wewe mwenyewe kufika mahali uamue binafsi kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo hata kama ni kwenye Injili, hatutasimama wote kuhubiri kwa namna hii. Lakini kuna mtu ana uwezo wa kukaa na mtu, kumwambia, kumshawishi au kumsihi kwa habari ya neno la Mungu, akaelewa. Leo si ajabu kukuta tuko kanisani ni kundi kubwa, lakini kuna wengine ni wapenzi watazamaji. Kuna wengine ni wapenzi wasindikizaji. Kuna Wakristo watumishi na Wakristo wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiulizwa wewe ni nani? Mimi pale ni Mkristo tu wa kawaida. Manake sio mtumishi, haoni mzigo wa kumtumikia Mungu. Mtumishi wa Mungu ni kusii leo. Hebu badilisha mtizamo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hajakuumba kwa bahati mbaya. Kuna kitu Mungu amekuwekea. Kuna kitu Mungu amekupandia. Kuna uwezo Mungu amekupa. Hata kama ungekuwa kwa mitazamo ya wanadamu na kwa uwezo wa kawaida, unaonekana kana kwamba hauna uwezo wa kufanya hicho. Unacho kitu cha kufanya mbele za Bwana aliye hai. Waswahili wanasema Mungu hampi mtu kilema akamnyima mwendo. Ukipewa kilema unapewa na mwendo. Kuna aina ya mwendo ambao wewe Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huo mwendo tembea kuhakikisha unamtumikia Mungu aliye hai. Usijifananishe na mama chumvi. Kama mama chumvi anacheza, mimi siwezi kucheza. Na mimi nitacheza kwa staili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kuhakikisha kila mmoja ameifanya kazi ya Mungu aliyoitiwa. Usitegemea kwamba Mungu atakuja abadilishe uwezo wako. Kuna namna ambavyo Mungu amekuumba kwa namna hiyo, na Mungu anategemea matokeo kwa hivyo ulivyo. Usitoe sababu, amua binafsi kuanza kumtumikia Mungu aliye hai. Na kwa kuanza kwako, Mungu ndivyo huwa anatusaidia. Katika kitabu cha Warumi ile sura ya 8, Biblia inasema katika ule mstari wa 26 nadhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasoma mwenyewe nyumbani. 8:26. Anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu kwa namna ambavyo sisi hatuwezi. Anatuwezesha kama ni kuomba, huwa anatusaidia mpaka maneno angalau ya kutamka anatusaidia. Lakini angalau umeanza, hauwezi kuwezeshwa kuanza kuomba, hauwezi ukasaidiwa na Roho Mtakatifu kuomba ingali wewe umesinzia, umenyamaza. Wakati unaanza unajitahidi, ndivyo Roho Mtakatifu anaingilia kati kukusaidia, maana anajua udhaifu, maana anajua uwezo wako wa kunena, maana anajua uwezo wako utenda kazi, anakijua kipato
kipato chako. Wakati unaamua kutoa hicho ulicho nacho, hivyo Mungu anaingilia kati ili kuhakikisha anakibusi. Kama yule mwanamke Biblia inasema aliyetoa chakula kidogo kwa Elia, Mungu akamwambia hakika kabla unga lako haikitapungua. Kilikuwa ni chakula cha kutumia siku moja. Mungu akahakikisha hicho unga kidogo, sijui alisema kimebaki kibaba kimoja, sijui konzi moja na kibaba kimoja cha mafuta, lakini Biblia inasema hakikupungua mpaka njaa inaisha katika nchi ile wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ila ukikirumia ukasema hiki ni kwa ajili yangu na wanangu na nataka nile ili nife, utakula utakufa kweli, hakitaongezwa. Lakini ukiamua kwa uwezo huo, Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaelewa hali yako, anajua uchumi wako upoje. Lakini kuna wakati Mungu anasubiri tuanze kuamua binafsi kumtumikia Mungu. Tuanze kuamua kujitoa kwa Bwana kikamilifu. Na ndivyo Mungu anavyokusaidia, na ndivyo Mungu anavyozidi kukijaza kile kitu. Maana anaiona bidii yako, anauona utayari wako kumtumikia. Vivyo hivyo kitamani kuongoza ibada, Mungu anajua na anaujua udhaifu wako. Atakuimarisha na yamkini utakuwa bora kuliko unavyofikiri. Haleluya. Amen. Tenda ni nyingi mno za utumishi mbele za Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa naambia vijana siku moja nahubiri kanisani. Nawaambia vijana, ukiamua kabisa, maana mimi huwa siamini katika Ukristo wa kawaida, na mimi huwa nahubiri saa nyingine watu wanachukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa wa kawaida, kwa kweli utakuwa wa kawaida. Saa nyingine ikiwezekana labda makanyagio hapa waje tu watu wachache wawakilishi. Baba mchungaji ameandaa kapati hapa ka kuku. Kiongozi akaambiwa hapa, bwana andaa tu watu angalau wasizidi wa mama 3 hivi, 4, 5 na wababa hata 3 hivi. Hawatachaguliwa wa kawaida. Maana sasa ila watu wanachukia, lakini kiwalisia ndio hivyo. Tuanza kusoti, yani hapa labda mama chumi, mama chumi. Wewe utabaki, usinungunike kwa sababu wewe ni wa kawaida. Wa kawaida hawaendaki mahali, yani wa kawaida wanaenda kwa watu wa kawaida kwenye wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usijaribu kuchukia kwa sababu hujajipambanua kuwa mtu ambaye angalau kielelezo. Mimi nilichukia nikawa nawaambia kanisani, nawaambia mimi nilikuja kanisani ya IC pale wa kawaida, nikasema hivi, kwa nini akiitwa vijana fulani mbaki na baba mchungaji kuna kama mchuzi pale kakunywa kasuku, mimi siitwagi. Nikaamua kujipambanua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tafute tenda yote kanisani angalau wawe wananiona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Nikawa nawaambia wamama kanisani na vijana, unaweza ukatafuta tu hata ukajitafutia tu mimbali. Mimi mama yangu alijulikana kanisani kwa sababu ya namna alivyokuwa anafanya kazi usafi kanisani. Tulikuwa tunabembelewa, mimi saa nyingine nachukia wakati unaamshwa asubuhi. Ibada wakati haijaanza, mapema asubuhi, kwenda kanisani kufutafuta mabenchi, kufutafuta meza kule, kupamba vitambaa kuviweka sawa, alafu mnarudi nyumbani. Walimjua. Kama pakichafuka najiuliza, hivi mama fulani leo yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanamuelewa, sio wa kawaida tena. Kwa sababu wasipokuja kanisani tu siku moja, mtajua habari zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanamjua. Kwani wewe inahitaji kalama ya namna gani Roho Mtakatifu afanyeje ili uweze kwenda kupamba vitambaa, kufutafuta? Jumapili iliyopita tulisali, sio kwa ni mtaa gani? Tulikuwa na vumbi kule kwenye madhabahu. Ila kuna mama moja anaona mimi sina uwezo Bwana, mimi sijaitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja kuna kitu anachokiweza kukifanya kwa Bwana. Tuna uwezo wa kupanga hata viti na watu wakakujua. Wakiambiwa kubaki na wewe utabaki. Tunapangaga viti, wanakufahamu na kuelewa. Wakiambiwa kubaki kula kasupu na baba askofu siku ya wamekuja, watakwambia na mama fulani baki na wewe. Ukaamua kila watakapoita, mimi siwa naenda na jero kanisani. Wakiita mchango, mimi nitapita mbele. Nitasema kwa kweli mimi nina hii jero. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watakuita jina mzee wa jero, tayari una jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana anasema nitawaheshimu wanaonitumikia, si kwa wale wanaokaa. Ukiwa na vitu vingi alafu wewe ni mpenzi mkaaji, mpenzi mtazamaji, mpenzi wa kawaida katika nyumba ya Bwana,
Bwana ana furaha na wewe. Hafurahi watu wa namna hiyo. Anawaheshimu walio na utayari kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ujumbe wangu siku ya leo, amua binafsi kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uwezo na kwa nguvu hizo hizo nazo, bila kujilinganisha na mtu yoyote. Hatufanani uwezo. Hatujaitwa kwa namna moja, lakini tumeitwa na moja. Tumeitwa na Baba moja, lakini kila moja ameitwa kwa namna yake, kwa zamu yake. Kuna mwingine alikuwa anavua samaki akaambiwa njoo nifuate, nitakufanya mvuvi wa watu. Mwingine alikutwa anatoza ushuru akaambiwa nifuate. Wengine akina Zaka alikuwa amepanda mpaka juu ya mikuyu, wakaambiwa shuka na kimo chako hiki una ajenda na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja mahali pake na kwa uwezo wake. Uwe na hakika aliyekuwa anatoza ushuru mwenye karama ya uwezo wa fedha halingani na mvuvi wa samaki akina Petro, lakini kila moja kwa uwezo na kwa nguvu zake Mungu alimuita, haleluya, ili amtumikie, na Mungu alijua anamfaa kwa utumishi, haleluya. Amen. Na wewe una uwezo, maadamu Mungu amekuita, maadamu umeukiri wokovu, umemkiri Yesu Kristo, kuna kitu utafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukiamua sasa kwa pamoja, ndipo tunakuwa kama kanisa la Makedonia. Tutakuwa mtaa kama mtaa wa Makedonia. Watatangaza, watasema kuna mtaa Makayangiwa ni noma. Wakiwatafuta watu, labda watafute mtu maarufu, hawaoni, lakini wanaona tu kuna vishindo vikubwa vya wakoma, kwa sababu wameamua kutembea kwa uwezo wao, na Mungu anaachilia vishindo ndani yao, wanawatikisa majeshi, wanakimbiza majeshi. Haleluya. Tunaweza. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mwambie jirani, unaweza kwa uwezo wako kiamua. Bwana Yesu asifiwe. Usijichukulia kawaida. Wewe ni mtu wa tofauti na namna ambavyo hata kama wengine atakuchukulia kawaida, ninakuhakikishia Mungu hakutazami kwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hajawahi kumuumba mtu wa kawaida akamwacha duniani kuishi. Tumeumbwa kwa namna, Daudi anasema tumeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko watu wa tofauti mno ndani yetu. Tumeumbwa kwa jinsi ya kushangaza, ya kutisha. Ndivyo ambavyo wewe ulivyo. Maadamu unao uhai, unaishi, hata kama unadhani kipato chako, unadhani elimu yako, unadhani sijui ni kitu gani, bado una uwezo wa kumtumikia Mungu. Simama kwa zamu yako, simama kwa miguu yako. Tumikie Mungu kwa uwezo wako. Amua kuanzia leo kumtumikia Mungu aliye hai. Fumba macho tuombe. Baba, tunakushukuru kwa neema. Asante kwa ajili ya ujumbe ambao Bwana umekusudia kwetu katika siku ya leo. Naamini ya kwamba Bwana ni kama mpanzi alivyokuwa anapanda mbegu njema. Moja kadondoka kwenye udongo mzuri, nyingine njiani, nyingine kadondoka kwenye mwamba. Lakini Bwana, ni maombi yangu mbele zako, neno hili ambalo ni kama mbegu siku ya leo, isiwe kudondoka kwenye mwamba au kwenye njia, bali kwenye udongo mzuri, na hatimaye kuzaa matunda 160, 130 na hata 100. Ni maombi yangu mbele zako, watoto wako wazee kwa neno lako 100, ili kila mmoja akasimame kwa uwezo wake na nguvu zake kuifanya kazi na utumishi ambao Bwana umetuitia, na tukashirikiane kwa pamoja, maana imeandikwa sisi ni viungo vyako, na kila kiungo kina kazi kwa mwenzie. Mwingine ni jicho, mwingine ni sikio, mwingine ni kichwa. Biblia inasema mguu kiumia, kichwa kisemi hakina haja na mguu, maana viungo vyote umia pamoja nacho. Tusaidie, tushikamane Bwana kwa pamoja, na kwa kila mmoja kuifanya kazi uliyotuitia, kwa kanisa moja, kwa shirika moja, Baba moja, tumaini moja, ili tupate kuifanya kazi yako kwa upendo mkubwa na kwa mshikamano, bila kumtegeana, bali tukiifanya kazi bila manunguniko, na kuendelea kukutukuza na kukutanguliza Bwana mwenye kutuwezesha na kutupa neema. Ninakushukuru na kunyenyekea kwa neno hili. Ninakushukuru kwa namna ulivyonisaidia na kuniwezesha kulitamka mahali ambako sikusema sawa sawa. Nirehemu Bwana, uniwezeshe na unipe nguvu zaidi nikapate kunena kwa usahihi. Katika jina la Yesu na wacha tuseme amen. Mungu atubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu chapa makofi kwa ajili ya mnenaji. Tumishi, Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo la leo, amua kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amua kumtumikia Mungu. Mhubiri amesisitiza akasema, usichague kuwa mtu wa kawaida. Haleluya.
Yaani kila tukio wewe ni wa kawaida kawaida. Hebu amua sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni wakati mzuri ambao tunaenda kupeleka haja na mahitaji yetu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuja tuna mahitaji mbalimbali ambayo tunatamani sasa tumweleze Mungu. Wakati ni sasa. Jambo la kwanza, ungana na mhubiri wetu tuombe kwa habari ya Mungu kutuambia nini ambacho tunatakiwa kufanya katika huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine hawajui huduma ni huduma gani uliitiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Muombe Mungu akuoneshe na akuwezeshe kusimama katika kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tuombe kwa ajili ya mipango ya kwetu binafsi. Tuna shughuli mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata tukiondoka mahali hapa tutaenda kwenye shughuli za kwetu. Mungu atuwezeshe tukaone baraka zake. Lakini tusisahau kuomba kwa ajili ya shughuli na mipango ya kanisa. Tuna ujenzi wa kanisa jipya na shughuli zingine zinazoendelea, tusiache kuomba. Tuombe pia hata kwa ajili ya ibada siku ya kesho, Mungu akaiandae na kuifanikisha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini wapo wagonjwa kama tunawafahamu kwa majina, pia ni vyema tukawataja katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna jambo jingine ambalo mtu anatamani kusema kabla tujaingia kwenye maombi, basi aseme ili tukaombe pia kwa ajili ya hilo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa hayo mahitaji ambayo nimetangulia kuyasema na mengine kwa kadri Roho wa Mungu atakavyokuongoza, tuende sote tukaombe. Ni waombe basi tusimame na tupate wimbo wa kuabudu, halafu baadaye tutaingia wote katika maombi kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuomba mara ya tena mama yetu, mama mchungaji. Tutaomba sote kwa pamoja, lakini mama mchungaji atashika maiki kutongoza wakati tukiwa kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tupate wimbo wa kuabudu, alafu tuingie kwenye maombi. Yanawezekana alipo Bwana, yanawezekana alipo Roho, yote yanawezekana alipo Roho, yanawezekana alipo Roho, yote yanawezekana alipo Roho, yanawezekana yote yanawezekana, yote yanawezekana alipo Roho, yanawezekana. Oh, yote yanawezekana kwake, yote yanawezekana alipo Roho, yanawezekana. Sema yote yanawezekana, yote yanawezekana alipo Roho, yanawezekana. Pokea sifa na utukufu kwa maana unastahili mtakatifu. Tunakuja mbele zako sasa. Unajua keti kwetu, kuondoka kwetu, unafahamu hata mawazo yetu tokea mbali, na hivi ndivyo ambavyo Tunaenda kipenzi yako kwa kunena kwetu, kuwaza kwa kufuata kwa matendo yetu. Tunanyenyekea sasa mbele ya kiti chako cha enzi na kuomba msamaha mtakatifu. Wewe ni Mungu wa huruma, mwenye rehema, utaenda kutusamehe makosa yetu, na tunapoleta maombi yetu mbele ya kiti chako cha enzi, tunaomba yakapate kibali yetu takatifu tunaishi. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu mstahili. Sifa za wewe yetu, sifa za wewe yetu. tena kwa jinsi ya tofauti, maana si ya kawaida. Bwana Yesu tunakushukuru kwa wakati pale mtu anapotuzani hawezi, pale mtu anapotudharau hawezi, lakini wewe umesema kabla ya kutuumba katika tumbo, wewe ulitujua, uliweka uwezo
yake binafsi kwa kila mmoja. Baba Mungu umetuweka pale ambapo hatujui kama vile ambavyo umesema dunia. Baba Mungu unajua, na hivyo umeweka kwa nabii wa mataifa kujenga na kufanya kile ambacho ulisema inua juu ya watu wako. Bwana Yesu, asante kwa vile ambavyo usituache, barikia kila mmoja unapokusudia kumtendea kazi. Ndio maana ya viungo vingi katika kanisa. Maana ulisema sita ambavyo Mungu asitonajenga kwa kiungo kimoja, lakini Mungu umetuwekea viungo vingi na ndivyo tunafundisha kushirikiana kwa kazi ya utumishi wako. Bwana Yesu, asante kwa sababu unakamilika kazi zetu. Endelea kutuimarisha kila mmoja watoto wako ndani yake, kila mmoja katika nafasi yake katika utumishi ambao Bwana umempatia. Bwana, kila mmoja utatuuliza kila mmoja talanta yake, bila ambavyo Mungu umeweka, bila ambavyo kila mmoja alitupatia talanta yako. Lakini ni wale wetu ikiwa Bwana tumelala na hiyo talanta ambayo Bwana umetupa, kama vile mtumwa alivyoambiwa kwamba wewe mtumwa mlegevu, hata Mungu amekuja kama ukatupe nje, kwa sababu kutumia uwezo ambao nilikupa, hata kama ni uwezo mdogo. Lakini Mungu nilisema katika neno hilo kwamba umewapa watu kukutumikia wewe, na utakuwa ni ole wetu, kwa maana neno hili tumesikia si mara moja. Mungu tusaidie kusimama kwa nafasi zetu kwa ajili ya utumishi ambao Bwana umetupa katika dunia hii na katika maisha yetu ambao Bwana tunaendelea kutumikia. Baba, yako mahitaji mengi ambayo Mungu tumetaja mahali hapa. Yamkini wako wagonjwa wanaotabika na mili hii, jamii ya wale wanaokuamini wewe Bwana, wakiwa hospitalini wewe unajua, wakiwa hospitalini wewe unajua. Kila mmoja kuifanya kuitenda kazi sawa na makusudi ya kwako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante kwa sababu Mungu wetu mwaminifu, Mungu wetu mwema, umejaa neema, umejaa rehema, umejaa fadhili. Matendo yako Bwana ni makuu sana. Sehemu ambayo unapaza sauti zetu kwa ajili ya Mungu, tukaone mkono wako na neema yako yenye bali Mungu, tukaione tena. Asante Jehova, tukiamini utatenda katika jina la uwepo wako Mungu tumeona, na mkono wako Mungu umetembea nasi. Tunarudisha sifa na utukufu na shukrani. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunasema asante kwa sababu utaendelea kuwa pamoja nasi hata tutakapoendelea kuwa mahali hapa. Mkono wako Mungu usipungue. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amen. Namshangilie kwa makofi Bwana Yesu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wakati huu ni wakati mzuri wa kuweza kumtolea Mungu matoleo. Naombe basi tutaimba pambio, tutakuwa tunapita tu tunaweka matoleo yetu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuinuke tu, leo sio mbaya ukiinuka tu kaja kumtolea Mungu huko mbele. Haleluya. Namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Oh, namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Unamtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Unamtolea Bwana wangu kwa furaha
alichonipa yeye namrudishia, namtolea Bwana kwa furaha. Alichonipa yeye namrudishia, namtolea Bwana kwa furaha. Alichonipa yeye namrudishia, namtolea Bwana kwa furaha. Alichonipa yeye namrudishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni kamacho yako tumshukuru Mungu kwa ajili ya matoleo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante mfalme amani kwa ajili ya wema wako. Wakati huu watoto wako wamenyosha mikono yao kukutolea. Mungu Baba, ninakuomba ukawabariki watoto wako. Matoleo haya ukayabariki na uyapokee yakafae kwa kazi yako. Kumbuka kazi za watoto wako, wamekutolea, yamkini yapo maombi ambayo wameambatanisha sadaka hii. Baba, ninakuomba ukawakumbuke kila mmoja, ukamtendee kama alivyoomba. Baba, pokea sifa na utukufu. Ninaomba yote kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wakati huu ni wakati wa matangazo, na kwa upande wa mtaa siku ya leo niwapongeze sana wana Makanyagio kufika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ibada ambayo tulisema ni ibada maalum, tunafika kwa mchungaji wetu kama tulivyofika leo. Tangu alipofika tulikuwa tujafika mahali hapa, na ni desturi yetu kufanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Devi anasema kwamba ni maono. Haya sio mapya, sisi ni vitu vyetu. Haleluya. Kwa hiyo tumefika mahali hapa, na tangazo la kwanza katibu alivyosema tujiandae kwa huduma, wanamtaa tumeshajiandaa, au sio? Na tunasema sisi tunatoa leo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma ya mtaa wa Makanyagio itatolewa leo. Haleluya. Tuna amani na hilo. Sambamba na hilo, wanamtaa wa Makanyagio tukiwa kwenye mtoko huwa haturudi midomo mikavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisema midomo mikavu sijui mnanielewa Bwana Yesu asifiwe sana. Kipo kinywaji ambacho kimeandaliwa. Nadhani baada ya muda kitafika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndio mwenyekiti yani kinakaribia. Kwa hiyo sasa kama ulikuwa na njaa, hebu iweke pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiandae kwa ajili ya hilo zoezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijamkaribisha mchungaji wetu kusema maneno machache, nitumia nafasi hii kumkaribisha kabisa mwenyekiti wetu wa mtaa ili aweze kukabidhi ile huduma ambayo imeandaliwa siku ya leo. Imeandaliwa kwa ajili ya baba yetu, baba mchungaji. Karibu sana, unaweza ukasema maneno kabla ya kuikabidhi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina maneno ya kusema, ila tu tumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika katika ibada hii, na naombe tu mchungaji asijui ni nani anayepokea niwasilishe. Ana msaidizi wake naye atasema. Amen. Naomba niwasilishe kiasi cha shilingi 100,000. Amen, makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana na kesho tukaongeza nyingine kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Devi asiseme kwamba nyie kumbe mnatolega huko na kanisani tunatoa. Haleluya. Basi Mungu atubariki sana. Baada ya hapo, wakati tukiendelea kusubiri hapa wamama wafike, nimkaribishe basi baba mchungaji karibie mahali hapa seme. Nimefika hapa nikawa naangaza Simoni baba, nikaanza kuwaza
Nikauliza mama akanipa tumaini kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nianzia wapi? Hapa. Jamani, karibuni sana. Kweli tumejisikia vizuri sana. Nakumbuka mlitufukuza kwenye ibada, hatukujua kwamba mna mpango, kumbe mlipangilia mambo. Mimi nifikiri kwamba ile siku ya Jumamosi nikaanza kumwambia mke wangu, sasa hao umetufukuza kwenye hapa, tutafute mtaa mwingine. Lakini mama akasema, wewe subiri tu siku wakija, labda wasipotufukuza sasa tutajua ni wenzetu. Na leo tulitegemea mtatufukuza tena. Bwana asifiwe. Jamani, karibuni sana. Samahani kwa kutonikuta. Kuna familia moja imenipigia simu usiku sana, saa 11. Kwa hiyo ilikuwa na jambo, ikabidi niende kuwasaidia. Lakini pia moyo wangu ulikuwa hapa, pamoja na kwamba nilikuwa huko, lakini moyo wangu ulikuwa hapa, kwa sababu nilikuwa najua kabisa kuna ibada nyumbani hapa kwetu. Mimi niwashukuru sana wana mtaa wa Makanyagio kutuona kwamba leo tulete ibada mahali hapa. Maana nilikuwa najiuliza, mbona kwetu hawaji? Mbona kwetu hawatupangii? Kumbe walikuwa na mpango tu. Mungu awabariki sana. Tunashukuru kwa neno la Mungu la uzima. Nimelikuta liko katikati mwisho, lakini nimepata neno zuri sana. Mungu akubariki sana mhubiri wa leo. Sasa nashangaa kanisani amhubiri haya maneno, kuja kuyahubiri kwenye mita. Waambie watu wengi kanisani mle ndani. Haya mazuri sana. Mungu akubariki sana. Niwashukuru sana mwenyekiti wa ibada ya leo, wana mtaa wote. Sisi tunafurahi sana. Tunashukuru kutupatia huduma. Umetushangaza, unajua. Umetushangaza sana. Kumbe ninyi leo mmetuhudumia huku mtaani. Mungu awabariki sana. Na ninajua mnatuwazia mema. Mngekuwa mtuwazii mema, msingekuja na huduma. Na tena ibada msingeileta hapa. Nikisema hao. Sisi tunashukuru sana mmetupokea. Maana ibada hii mwenyekiti sina kutupokea. Mitaa mingine hawajawahi kufanya, hata kanisa halijawahi kufanya kutupokea. Lakini ninyi mmetupokea. Nafikiri Dave yuko vizuri tu, kwa mna mafunuo. Maana wao kanisani hawajafunuliwa. Amesema watakuja hapa kwa wajenzi. Watakuja kwa wajenzi na nyie. Jamani, mbarikiwe sana. Tunashukuru kwa huduma, tunashukuru kuja kwetu. Tunashukuru mnavyotutia moyo, mnavyotuombea. Mungu awabariki sana sana sana. Yaani unajua ukiwa na furaha unakosa hata maneno ya kusema Na wengine mlikuwa hajawahi kufika hapa, mnasikia tu kwa mchungaji. Leo mmepata nafasi ya kufika kwa nani? Kwa mchungaji. Sisi tunajisikia vizuri sana. Mungu wetu atubariki sana. Asanteni sana kwa huduma, kutuhudumia sisi. Lakini msaidizi wangu naye hawezi kukosa la kusema. Nisimnyime kwa nafasi, hawezi kukosa kusema. Familia yetu mko wapi? Njoni hapa kabisa, wana mtaa waone. Sio napishana usema ni watu ni watoto wa mitaani. Watoto wa mitaa mingine. Yule mwingine yuko. Familia yetu ni tuna kijana wetu kwa sasa ndiye mkubwa huyo kijana. Tuna kijana wa kiume watatu. Huyo ni wa pili, watatu ameenda shule anasoma sayari. Huyo binti ni mtoto wa dada yangu naye mfuata mara 3 kutoka mwisho. Tulizaliwa 12, mimi wa 12. Kwa hiyo 12, 11. 12. 11. 10. Kwa hiyo namfuata mara ngapi sasa? Mara 2 eti? Mara 2 binti yake
tuko naye, tunaishi naye tangu ni miaka 10 sasa tuko naye. Kwa ni familia yetu pia. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami niwashukuru wanamtaa kuja mahali hapa. Kwa kweli wengine walikuwa wapafahamu. Ukiwaambia na kama alipokuwa anaishi mchungaji Panley, hata nilikuwa sijawahi kufika. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa ujio wenu wanamtaa. Mimi nimejisikia vizuri kwa kweli. Lakini pia niseme asante kwa ajili ya huduma ambayo mmetoa kwetu. Mungu awabariki sana. Maana najua si kwamba mnavyo vingi na ndio maana mmeleta, lakini mmejitoa tu kwa hiari, na siku zote Mungu anapenda wale wanaotoa kwa moyo wa ukunjufu na kwa hiari, na ameahidi kuwabariki sana ambao wanatoa kwa moyo wa kupenda. Kwa hiyo Mungu akakumbuke sadaka yenu mlipotoa, akazidi kuwabariki na kuwaongezea zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Mimi nilimuuliza mke wangu, sasa hawezi watu hawa wakaja wakatoka hivi? Nikaambiwa usijaribu. Nikaambiwa usijaribu. Tulikuwa tunapanga na mke wangu, lakini kuna sauti kutoka nje katuambia, yani tunakuja jumla. Basi na sisi kabidi tuwe tu wapole. Tunawashukuru sana kwamba baada ya muda kidogo tutapata, sijajua wala siwezi kusemea, lakini tunawashukuru sana kwa ajili ya mipango mizuri sana ya huu mtaa. Mungu atubariki sana. Asanteni sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ni uhakika usijaribu. Haleluya. Sasa kwa wale wanaotufuatilia, wengine wako mbali, wanatufuatilia tu sasa YouTube. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaweza kufika unayetufuatilia YouTube, muda ndo sasa, karibia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi nimalizia tu kwa kutoa tangazo hili. Sadaka yetu ya leo ni shilingi 24,000. Mungu atubariki sana tuliyotolea kwa moyo wa kupenda. Lakini pia ni wasisitize jambo moja, tunayo maandalizi kwa ajili ya hafla fupi ya kuwapongeza wenzetu mwenyekiti msaidizi Daniel David na Bi Jemima, wanatarajia kwenda kubariki ndoa mwezi ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Niendelee kukuandaa kutoa kila ambacho tulipendekeza, lakini ukiguswa kuwezesha bajeti itapendeza zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe limited na kile kiasi ambacho tulikisema kwamba kianzio shilingi 10,000. Wewe ukijisikia kutoa labda maji yote unayatoa, tunapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kule getini sasa naanza kuona watu wanaingia, sijui ndo wenyewe. Haleluya. Lakini nawaambia tu wale wanaotufuatilia YouTube wanaweza wakaanza kusogea sasa. Muda ni sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwasisitize basi kwenye hilo, habari ya michango kwa ajili ya kuwezesha shughuli ya mpendwa mwenzetu, tusije tukawa nyuma. Haleluya. Na tukio hilo litakuwa live pia YouTube. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani tujiandae hivyo, makanyagio sasa hivi tutakuwa tunapaa hewani. Hapa kuna mpendwa mmoja alisema hapana, hii shughuli inaweza ikanikuta niko mbali, naomba nione YouTube. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaona MTC. Kwa hiyo ibada tunashirikiana na watu wengine ambao wako mbali. Mungu awabariki sana. Amen. Baada ya matangazo hayo basi, tunapojiandaa niombe mnenaji wetu wa siku ya leo asimame atuhitimishie kwa maombi, alafu baadaye basi tutabaki kulia hapo tukisubiri mambo yakamilike hapo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoomba naomba niseme neno hili au maneno haya machache. Kwanza niwapongeze sana pia wa makanyagio. Mungu awabariki sana na upiga mwingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Najua mimi kawaida yangu asipendi kushindwa. Tawajibu kwa kishindo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana kwa kazi njema, lakini tunamshukuru Mungu tukiona kanisa linaenda hivi.
Tunamshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini siku ya leo baada ya kuwa nadhani itakuwa ni jioni na tegemea kusafiri na mimi moja na begi kabisa. Inasema Mungu kuna nini? Kuna vitu vya kawaida. Tegemea kusafiri jioni ya leo kwenda Dar es Salaam. Kwa nitaomba maombi yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwepo takriban wiki na kidogo. Kwa hiyo nitahitaji maombi yenu wakati wa safari. Bwana asifiwe sana. Basi baada ya naomba tusimame tu. Shukuru Mungu kwa ibada ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti roho hai, wewe ni mwema, ni mwaminifu, ni wa rehema. Tunakushukuru sana kwa ajili ya ratiba nzuri ya siku ya leo ambao Bwana umetukusanya mahali hapa kwa mtumishi wako na katika malango ya watoto wako mchungaji wetu. Bwana, tunakushukuru sana kwa namna ambavyo umeachilia maono na tayari kwa ajili ya viongozi na hata mtaka ujumla kwa ajili ya kuiandaa ibada hii. Asante kwa namna ambavyo Bwana kwa mtaa mzima kwa moja umewasaidia na kuwawezesha kuweza kuiandaa ibada kwa ushiriki wa kila moja. Asante hata kwa ajili ya majitoleo yao na sadaka zao ambazo wamezitoa Bwana na ukarimu wote ambao wameufanya kwa ajili ya utumishi wao. Asante Roho Mtakatifu kwa namna ambavyo tunaona mioyo yao, nasi kama ambavyo tumeona katika kanisa la Makedonia bao walijitoa nafsi zao kwako Bwana na hata kwa ajili ya watumishi wako wakina Paulo. Nasi tunaona watu wa Makanyagio wamejitoa nafsi zao kwa ajili ya kutumikia na utumishi wa Bwana. Endelea kubariki na kuendelea kuwapa moyo na utayari zaidi na kuendelea kuwapa umoja na mshikamano, waendelea kuifanya kazi yako. Zaidi utukuzwe na Bwana majeshi, tendee kuachilia baraka kwa ajili ya kanisa lako ili kwa pamoja tusimame kwa namna hii, tukutumikie kwa namna ambavyo Bwana umetuita. Tunapoyairisha ibada hii na ratiba zingine zote zitakazofuata, tunazikabidhi mikononi mwako Bwana, ukazibariki. Zaidi endelea kuwa pamoja nasi hata kwa wiki ijayo, na kwa ibada kesho utakuwa pamoja nasi. Tunalibariki na kulihimili jina lako, tukiomba haya kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na wote tuseme amen. Amen. Basi tushiriki neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Amen. Basi Mungu atubariki sana. Bluetooth has been connected. Haya, ni mkao wa kula. Naambiwa usitulie. Mkao wa kula.